Jina langu mimi naitwa Tito Mpenda Kabalama. Sijasikia neno madirisha hapo kabisa. Yaani sijui madirisha yametokana na nini. Yeah. Tito Mpenda Kabalama. So why madirisha? Madirisha yametokana na nini? Kwa nini ukaamua kujiita madirisha? Yeah, hii ni jina la kutafutia ugali. Naweza nikasema la kutafutia riziki. Sasa madirisha ilikujaje? Mimi wakati nasoma shule O-level, sisi tulikuwa kuna mshikaji mmoja hivi mimi nilikuwa namkubali. Alikuwa by the way mimi kwetu ni kanda ya Ziwa. So hayo majina kule kanda ya Ziwa ni kawaida. Mtu kuitwa mchele, kuitwa madirisha, kuitwa yani sisi kuna muda unaweza ukasema wazazi walikosa jina au walizaliwa tu kuna kitu kikawa mbele yeye akakuita hilo jina. Kanda ya Ziwa ni majina ambayo ni uhalisia kabisa. So kulikuwa na mshikaji mmoja Msukuma mmoja naye alikuwa anaitwa Madirisha. So, alikuwa ni sijui nisemeje yani. By the way yani hakuwa normal kama wengine. Alikuwa ni mtu fulani ambaye kama alikuwa na tatizo la akili. Hakuwa na tatizo la akili. Lakini unajua ile mtu mshamba kupitiliza. Unanikosea. Mimi ni Msukuma pia. Okay. Kwa nini unamwambia Msukuma mwenzangu kwamba ni mshamba kupitiliza? Sasa Msukuma hujui madirisha. Yes. Hujui mchele. Ndo nasikia. Labda kama mimi sijakaa huko sana. Majina ya kawaida sana, mchele, mang'ombe. Yes, majina ya kawaida sana. So mshikaji alikuwa mshamba sana. Okay. Yeah, so mimi baada ya kuwa tumemaliza shule naenda sasa nikaanza ile career yangu sasa. Baadaye huko imepita miaka mingi nikaanza sasa kuwa mchekeshaji. Nilianza kuingia kwenye account yangu utakuta nilianza kama mtu fulani mshamba sana. Kana nabeba shangazi kaja na nini mashindano. Yes, niliona. So nikaona hapa ngoja nimportrait yule Madirisha ambaye mimi namjua. Alikuwa ni mshikaji wako sana vile. Hakuwa mshikaji kivile. Ni mtu ambaye tu. Lakini ni mtu ambaye nilikuwa namfahamu. Alafu mimi nilikuwa napenda ule ushamba wake. Kwa hiyo nikasema ngoja nimportrait huyo mshikaji. That's why nilijiita Madirisha. Lakini pia nilitaka kitu ambacho kina portrait Usukuma ule kwa sababu nilikuwa Msukuma yule mshamba. Kwa hiyo nilitaka jina ambalo pia lina portrait ule, yaani mtu akisikia ashangae. Nilitaka kuchange jina baada ya kuwa nimetoka kule kwenye kuvaa manguo yale na nini. Kama shangazi kaja. Nikasema ni change jina. Lakini kuna mtu akanishauri akaniambia sometime watu wanaelewa jina kutokana na kazi nzuri unayoifanya. Kwa the way unavyofanya kazi nzuri sana ndivyo watu hawatowaza tena ile jina kwamba mbona jina baya. Ila watawaza kazi yako inavyo. So jina kwa upande wa jina ndio hivyo. Na yeye anafahamu kabisa kama ulitumia idea ya jina lake. Ajui. Ushai kumwambia kwanza hata sidhani sijui hata kama anajuaga na sijui kama hata mtandaoni yupo yule. Sidhani. Bwana Madirisha. Hajui yule. Na I know na uhakika kabisa hajui. Hajui so ka historia ka jina ni hako na kuhusu mimi ni wa wapi labda nifupishe. Mimi nimezaliwa wilaya moja inaitwa Bunda. Kule Bunda mkoa wa Mara. Bunda sasa sio wilaya ya Nandi. Yaani kuna zile wilaya ambazo zina makabila ambayo ni ukitaja unajua tu hapa ni kwa Wachaga au kwa nani. Sasa Bunda ni wilaya ambayo ina contain makabila mengi sana pale. Kanda ya Ziwa especially. Kwa sababu pia ni jirani. Mimi nimezaliwa jirani sana na ziwa. Kiasi kwamba hata masuala ya kuoga sisi tuko tunaoga ziwani. Kwa napiga mbizi sana. Unaona ikifika saa 8 tu mnaenda ziwani. Mnarudi saa 1. Umeona? Kwa sasa kule kutokana na ziwa na nini kuna makabila mengi sana. Kuna Wachaga, kuna Wasukuma, kuna Wakuria. Sasa mimi kijiji nilichozaliwa ni kijiji cha kanda ya Ziwa kabisa. Yaani ni ziwani, sio Bunda mjini. Mimi nimezaliwa kijiji kimoja kinaitwa Kasaunga. Sasa kile kijiji kina makabila mengi kutokana na uvuvi wa samaki. Lakini asili ya baba yangu mimi ni Mkerewe. Ila mama yangu sasa ndo Mjita sasa. Kuna kabila inaitwa Wajita. Kama unajua. Kwa zile tabia za Kijita pia unazo. Zile za kupenda napenda. Sana, ndio sifa hiyo. Kupenda tunapenda. So
nimezaliwa kijijini hapo, nimekulia hapo mpaka namaliza form 4. Ndo nikashift nimeenda kuishi. Nimeishi sana Arusha. Arusha ndio mpaka kaskazini. Katika hali ya utafutaji tu, utafuta kipindi hicho bado sijajipata kwenye kuigiza na nini, kwa nafanya kazi kwenye kampuni moja ya simu. Nimefanya sana pale Bunda almost kama miaka 3 hivi. Okay. Nimehamia sasa Arusha. Arusha nimeenda kule. By the way nilifukuzwa kazi. Nilifukuzwa kazi kwenye hiyo kampuni. Pole. Nisiseme kwamba niliacha kazi wakati nilifukuzwa. Ulifukuzwa kwa sababu mbaya ama mbaya? Ilikuwa sababu mbaya. Nini kilitokea? Ilitokea tu changamoto ya hela pale na nini. Na watu pia. Unajua tu unasingizia pia mtu, inawezekana asiwe mtu. Yes. Lakini watu pia walifanya namna nini, mimi nikawa nimefukuzwa kazi. So nilifukuzwa kazi nikaenda kujitafuta Arusha. Nimeenda kujitafuta Arusha. Nimetembeza sana CV kwenye makampuni. Lakini wapi? Hiyo ilikuwa ni 2016. 2016 sababu nimefukuzwa kazi 2014. 2015 nikaaswa, 2016 nikaenda Arusha. Katafuta sana kazi, nikabahatika nikafanya kazi moja hivi kwenye kampuni moja hivi ya Muhindi mmoja. Muhindi naye ana makelele mengi. Mwisho wa siku tukakwazana, nikampiga, nikatoroka. Umeona? Ukatoroka tena, sio kuondoka kwa sasa pale nilitoroka kwa sababu sasa kama unafungiwa mageti yaani like hapo ofisini mnataka mtoke. Mnaambiwa mageti yote yafungwe mpaka polisi wafike. Alafu wewe kabahatika kuchomoka pale, ni umetoroka. Kwa hiyo nimetoroka pale. Nikaacha ile kazi pale. Na yenyewe niseme niliacha kwa sababu ningerudi ningekamatwa. Kwa hiyo yenyewe niseme nimeachishwa. Basi nikaja nikawa kinyozi. Historia hiyo jamani. Nikawa kinyozi. Kwa Arusha, nimeishi Arusha, nimetafuta maisha, yani nimeanza maisha kwa kunyoa. Nikanyoa, nikaachana kabisa na masuala ya ajira. Kwa hata mpaka sasa hivi ukisema ufanye mesha za kwa kinyozi fresh ya. Fresh. Mimi najinyoa mwenyewe. Kwa hiyo hapo hii kanyoa mtu, lakini umeona kwa mfano kama ndevu, hakuna mtu anagusaga, mimi nanyoa mwenyewe mpaka leo. Na hata huwa nikienda Arusha, huwa naenda kwenye ile saluni ambayo nilikuwa nanyoa. Saluni tu ndogo iko mtaani fulani. Lakini huwa naenda pale nanyoa. Kuna watu ambao nilianza pale wananiona na nini. Nikifikaga pale wananiambia mimi sikunyoa nanyoa. Ni kinyozi mzuri tu. Okay. Kwa nikanyoa. Akili kanijia tena nirudi niendelee sasa na shule. Kaendelea na shule tena Arusha kule. Hapo chuo sasa ama? Huko secondary. Mimi niliishia form 4. Baada ya form 4 niliscore alama nzuri. Ila kutokana na uhaba wa fedha nyumbani. Yes. Mimi tumeishi maisha, nimezaliwa familia ya kimaskini. Nikawa nimeshindwa kuendelea. Nilienda kusoma chuo, nikasema basi nisiende mbali, niende certificate. Nikaenda nikasoma chuo Ija, Tanga. Ndoto yangu ilikuwa ni kuwa hakimu. Yaani ilikuwa ndoto yangu sana. Kwamba nikikua mimi nataka niwe hakimu. Piga huwa garagara. Kwa hiyo nikaenda pale nikasoma na nini, lakini mwisho wa siku pia sikufanikisha nilichokuwa nakitaka. So wakati nimejipata Arusha kupitia pesa ya kunyoa, nikasema naenda kusoma advance. Kwa hiyo nikajilipia ada advance, kupitia hiyo kazi ya kuwa kinyozi. Ile ya kunyoa. Nikasoma advance, nimemaliza pale Arusha Seki. Kafanya paper pale, ndo nikafaulu, nikaenda chuo Kampala, Gongo la Mboto. Naelewa. Historia ya badilisha kutoka kanda ya Ziwa akaja kaskazini. Chuo ndo kikamleta Dar es Salaam. Mimi nilikuja Dar es Salaam kwa sababu ya kusoma. Though nilikuwa nakuja Dar, lakini nilikuwa nakuja kwa kupita. Utakaa wapi? Yaani Dar unakuja unakaa kwa mtu siku 2, siku 3 unaondoka. Yaani uwezi ukasema eti uje Dar sasa kuishi. Sasa sababu pia ya kufanya mimi nisome ni hiyo pia, kwamba nataka nikasome Dar naendaje. Sababu mimi nilikuwa naumia sana. Yaani mimi mtu akiniuliza ni kitu gani unajutia kwenye maisha yako, mimi najuta kuchelewa kuja Dar. Unatamani hata kabla ya kwenda Arusha ungekuja Dar es Salaam. Yaani hata kuzaliwa natamani ningezaliwa Dar. Why? Kwa sababu gani? Dar kuna fursa nyingi. Kwa mimi baada ya kuwa nimefika Dar, niligundua kwamba
Kumbe tulivyokuwa kule mtaani, hata zile hustling nilizozifanyaga kule, light kama ningezifanya da, ningekuwa mbali sana. Yes. Nikaa nawaza mfano Kanumba amekufa akiwa na miaka 28. 28. Umeona? 28. Ambayo miaka 28 mimi nahisi nilikuwa bado na haso. Lakini miaka 28 tayari dunia ilikuwa imeshamjua. Yes. Afrika inajua. Yaani mpaka mtu anakufa Afrika inatikisa. Hadi watoto huko vijijini wanajua. Umeona? Ana miaka 28 tu duniani. Lakini tayari ulimwengu ulikuwa umeshamjua. Ni kwa sababu gani? Alikuwa kwenye kitovu cha fursa. Alikimbia haraka kwenda kwenye kitovu cha fursa. Alikimbilia fursa mapema. Sasa mimi nikachelewa kuipata fursa. Mpaka nakuja kufika da. Nilishangaa sana. So nikahaso kule nipate hela ni faulu niende chuo. Na nikipata chuo chochote nitakachokipata nataka kiwe cha Dar es Salaam. Okay. Kweli nikafanikisha. Nikaja Kampala. Fika Kampala pale piga mwisho wa siku mambo yakaenda, tumemaliza. Sasa nikaingia kwenye game basi. Kampala ulikuwa unachukua kozi gani? Social work and social administration. Okay. Ustawi wa jamii na uongozi wa jamii. Sawa. Baada ya kuingia chuo, umeshasoma, umeshakutana na watu tofauti Dar es Salaam. Idea ya kuingia huko kwenye sanaa huko ilikuwaje? Yaani ulipata vipi yani? Yes. Vizuri. Story yangu inaenda mbele inarudi nyuma. Okay. Yeah. Wakati nikiwa mdogo nyumbani mimi nilikuwa na tabia, nilikuwa nawachekesha sana nyumbani. Lakini ukiniambia sasa hivi nichekeshe watu hivyo kama zamani, mpaka kuna muda anasema walikuwa wananifikia. Yaani kwa sababu nilikuwa nikiongea kitu chochote yani watu ni wanacheka vibaya. So mama yangu akawa tu anasema, "Yaani wewe nenda tu kaigize." Mama alishakuona muda. Mimi for the first time naigiza ilikuwa 2005. Nakumbuka alikuwa ni Kikwete anaingia madarakani. Amekuja kijijini kwetu kuomba kura. Mimi nilikuwa naimba kwenye kwaya ya sisi. So nilikuwa mdogo ya. Wakati kwenye ile kwaya wakatengeneza igizo. Tuliigiza bunge nafikiri. Wakati wanatengeneza ile igizo, kuna jamaa mmoja sijuagi leo tena yuko wapi. Na hisi yule ndo alinifunguliaga kitu. Aliniambia lakini niko mdogo sana, akaniambia lakini hivi wewe uwezi ukacheza kweli wewe? Nikamwambia sawa. Kwa hiyo nilipewa scene ambayo sio ya kuongea, unajua ile stage. Yes. Ilikuwa ni stage play. Sikuwa ya kuongea lakini watu walishangilia vibaya mno. Yaani hukuzungumza neno lolote? Sikuzungumza chochote. Ila nilitambulishwa. Tuliigiza bunge kwamba mheshimiwa Jakaya atakapoingia siku hiyo atafungua bunge hivi, ataalika wastaafu. Katika hao wastaafu mimi nilikuwa nimepewa Kawawa. Yaani mimi ni mstaafu mzee Kawawa. Umeelewa? Kwa hiyo walivyomaliza ile wameigiza, mimi nimekaa tu nimetulia naangalia tu kama nilivyoambiwa. Walivyomaliza ile wakatambulisha. Unajua stage play mkimaliza huyu alicheza kama fulani. Kwa yule jamaa akatambulisha watu. Walivyotambulisha watu walikuwa wengi sana. Akasema huyu amecheza kama Kawawa. Watu walichangilia mno na walicheka vibaya mno kwa sababu I was young, alafu eti kacheza kama Kawawa. Yes. Kwa hiyo ikanijengea confidence. Okay. Jina kubwa lakini kumbe nikifanya hivi inawezekana. Hapo nilikuwa niko shule. Nikasubiri kwanza shule nimefika hapo nilikuwa niko primary. Nimefika O level, nikaachana na masuala hayo. Wakati niko primary hapo nilikuwa nacheza sana mpira. Sina mpango na nini na kuigiza. Sasa nilipofika O level nikakuta sasa kuna watu wanacheza mpira vibaya mno. Yaani mimi namba sipati wala nini. Mentality yangu nataka wanijue shuleni. Hicho yaani mimi ndio mtu wanataka. Kwamba ninapofika O level nataka watu wanijue. Kuna muda ukiwa na hiyo mentality inaweza ikakusaidia kitu. Yaani kuna kitu unaweza ukakifanya ili mradi tu wakujue, yaani uonekane tu. Nataka nionekane, yaani nataka watu wanijue kwamba nilikuwepo. Yes. Sasa nikafikiria hapo tumefika O level. Kuna jamaa mmoja alikuwa anacheza mpira vibaya mno mpaka anacheza ligi kuu, alikuwa ndo 6 Sabilo. Yule jamaa yule ndo alinikatisha tamaa sana. Jamaa kama anacheza hivi, mimi nitacheza kweli? Nikafikiria nikaona sasa kule
by the way ni kijijini. Issue ya kusema eti uanze kutengeneza vikundi vya kuwa unaigiza havipo. Nikawaza haraka nikasema nafanya nini, nikaingia kwenye muziki. Kwa hiyo nikaanza kuwa naimba shuleni. Kwa matamasha yote ya shuleni yakija, like kipindi hicho kulikuwa na nandi yale matamasha subia mambo ya ukimwi. Kwa mimi lazima niitwe pale niimbe. Hapo sasa ndo wakujua kwenye wakanijua. Umeelewa? Kwanza picha linaanza niko form 1, alafu kuna ile form 4 anaondoka ile graduation. Naitwa mimi kwenda kuimba sasa pale. Unajua? Kwa hicho ndio nilichokuwa nakitaki. Nikakomana muziki, wakanijua shuleni. Nikatisha sana. Walivyonijua nimemaliza olevo kuja mtaani, utafanya nini? Hakuna naye kujua. Hapo sasa ndo nikaanza tena kurudi kwenye kuigiza. Okay. Karudi kwenye kuigiza, lakini nilikuwa natafuta vikundi tu. Hapa na pale na nini. Hapo bado ukiwa kule Bunda? Niko Bunda sasa hapo. Natafuta kuna vikundi vilikuwepo Bunda pale. Nikaa naingia kwenye vile vikundi mara chache, mara 2, mara 3. Tukawa tunatoa CD zetu tunauza mkononi, tunapita kila nyumba tunauza hivyo. Basi mnauza kwa shilingi ngapi? 500 kama sikosei. Nakumbuka hiyo CD. Kwa hapo ilikuwa ina faida. Ina faida kwa sababu mtu unakuta kamera kaja nayo pale, na kamera sisi tumeshuti tu, umetoka nyumbani umekula umefika umeshuti. Hapo furaha yako wetu uonekane. Uoneshe kipaji chako fresh. So nikaana sasa that time sidhani hakuna muigizaji yoyote atasema kwamba Kanumba alikuwa muinspire. Kweli. Alikuwa ananiinspire sana. So baada ya Kanumba pale nakumbuka ilikuwa 2011. 2012 yes, baada ya Kanumba kufariki. Nikajaga nikamjua dada mmoja anaitwa Lea Mwenda Mseke. Mimi nilikuwa nafuatilia sana movie. Sasa alivyokuwa anaandika Lamata sasa. Sasa hapo mimi simjui kama anaitwa Lamata. Nakupa story yake pia. Alivyokuwa anaandika, niuliza, mtu anaandikaje hivi? Mbona kama movie imenyooka sana? Ni tofauti na sisi tunavyohangaika huku Bunda tunavyo. Nikasema nataka niwe mwandishi mzuri kama yule. Yaani nilipenda uandishi wake. Nataka niwe mwandishi mzuri kama huyu Lea Mwenda Mseke. Okay. Alafu sasa kingine kilichokuwa kinaninspire, yaani ni mwanamke anawezaje kuandika kitu kimenyooka hivi? Ndio. So nika napambana sasa, nikaanza kuandika movie. Naandika story, napelekea watu. Hii unaonaje? Hii unaonaje? Nasoma vitabu. Nasoma riwaya, naangalia huyu riwaya aliandikaje? Okay, huyu aliandikaje? Unalinganisha, unapata idea. Naona okay, kumbe hapa inatakiwa dialogue iwe hivi. Mwisho wa siku nikaandika. Niliandikaga movie zangu 6. Mpaka leo hazijawahi kutoka. Ziko gondani tu. Wakati X kuna siku alimtania akaniambia, akasema huyu jamaa ukiingia ukiangalia unaendelea kama makablasha yako hivi. Lakini hamna hata movie hata moja iliyowahi kutoka. Hata moja ilienda mjini hakuna. So nikapambana vile, nikajua kuandika kupitia Lea Mwenda Mseke alivyokuwa anaandika. Nilivyomaliza nikaacha tena kuigiza. Nilidhulumiwa. Wakati nafanya kazi kampuni ya simu nilokuambia pale Bunda, nilikuwa na vichange. Kwa hiyo nikaona tunateseka sana sisi na nini, sasa nimeshapata ajira. Ngoja ni sponsor nini kikundi chetu. Kwa hiyo nikawa na sponsor ile kikundi. Lakini kila tukifanya wenzangu wanapita nazo zile kazi. Mimi sipati chochote. Wanaishia kukupa ucheze main na nini. Sasa ndoto yangu haikuwa hiyo. Nikaachana nayo. Nikakasirika, nikaachana na masuala ya kuigiza. Ndio nikaanza sasa kutafuta nini? Maisha. Katafuta ndio hiyo mpaka nikaenda Arusha. Sasa wakati niko Arusha sasa nimepata ajira ile ya kunyoa. Kuna siku likanijia wazo. Nakumbuka nilikuwa na account yangu Instagram, hiyo account nilikuwa najiita Smart Boy. So nikapata wazo siku hiyo. Hapo ndo wazo likuja la madirisha. Nikasema mbona nikifanya hivi nikitania mbona kama Smart Boy kama aliendi. Hapo sasa bado mpaka nafanya ile na post. Sijabadili jina, bado najiita Smart Boy. Okay. Kuna followers 200. Nikafanya ile video. Kuna video moja nilipata naongea kama Kisukuma. Naitwa Madirisha. Nikaposti ile video. Nilivyoposti
Ikafanyaje? Watu wakanandi nikapata engagement nzuri kidogo, sijui nikipata views 500. Sasa nilikuwa na wanangu kama 3. Nakumbuka kuna mwanangu mmoja alikuwa anaitwa Alipamba kwa Arusha, afu kuna mwanangu mmoja anaitwa Masamba, yule nimesoma naye. Sasa yule alikuwa ndo ananitia moyo yule, mpaka yani mimi naanza tu hivi ananiambia mwanangu noma utatoboa. Yeye ni askari. Ananiambia mwanangu tutafute watu wa media yani kama hivi ili upromote zaidi hawa na kuposti. Mimi fulani naongea naye, alimtaja kabisa dada mmoja hivi ana nani kubwa sana. Akamwambia mimi fulani naongea naye tufanye jambo. Umeelewa? Nikamwambia ngoja tuone. Sasa hapo mimi sijajiamini, lakini mwanangu akawa ananitia moyo sana, anipigia simu sana. Kwa hiyo huyo ndo mtu ambaye alikuamini kwamba unaweza. Of course, yani yule ndo aliniamini toka siku ya kwanza mimi nimepost clip. Akaniaminisha naweza. Kwa hiyo idea ikaanzia pale, nikaanza kufanya mara ups and down nini zinatokea naacha. Kwa hiyo huku nanyoa huku nafanya. Kwa hiyo baada ya kuwa nimefanya vile, nikaona sasa naendaje da? Na hapo sasa nataka niende da sasa. Nikafanyie da. Kwa sababu nawaona sasa hapo kuna madogo wanafanya vizuri, kana Clamvevo ndo kako shule yani kadogodogo hivi kanafanya vizuri sana. Sasa mimi nikawa nakaona ni kama huyu dogo anafanya hivi afu mimi kwa nini yani nikimwangalia kabisa naona mbona huyu ni mdogo. Kwa nini sasa inatakiwa niende da? Naendaje? Ndo nikaja wazo nikasema hapa ili niende da natakiwa nirudi shule nikasome advance alafu niende chuo. Kwa sababu nikisema nijilipie hela chuo sitatoboa. Niende advance nimalize, niombe hata mkopo. Nikishaomba mkopo nitaenda chuo. Ndio kwa ndo wazo likaja, nikaenda nikasoma advance. Nimesoma na ndio advance mwaka mmoja QT ile inaitwa ndio PC. Kwa sababu mimi max zangu zilikuwa zinaniruhusu kufanya mtihani wa advance popo muda wote, ila sasa ndo hela nisikupataga sasa. Basi nikafanya mtihani. Mtihani wenyewe nilisoma miezi 5. Chache tu. Nikaenda nikafaulu. Faulu ndo nikaja da sasa nimekuja da. Mkopo kwanza nilikosa, picha linaanza. Mipango ambayo umejiwekea mipango sio matumizi. Lakini baada ya kuwa nimefeli nasema haiwezekani, lazima nifanikishe. Nilifight kwa ajili ya kupata mkopo. Nilienda mpaka iliandikwa hadi ile barua mpaka leo ninayo. Yani iliandikwa barua kutoka nyumbani kijijini kwetu. Nani yule Veo ni nani yule mtendaji akaandika barua kunitambulisha kwamba mimi natokea mazingira gani. Ikaenda mpaka wilayani, ikapitishwa miuli yote, alafu ikaletwa nikapeleka bodi ya mikopo. Bado sikupata mkopo. Lakini pia niliwaelewa kwa sababu yani wenzangu wote ambao mimi nilimaliza nao form 4, kwa sababu kule si wanatumia wanaangalia ule mwaka wa form 4. Wengi wako makazini, yani muda ushapita almost. Mimi nimekuja kuingia chuo na kama miaka kama 7 au 8. Kwa hiyo maana yake lazima tu wale wanahisi huyu amekuja kujiendeleza tayari, alishapata maisha, hawezi wakakupa mkopo wakamwacha ambaye bado. Lakini nikasema sikati tamaa. Nafanyaje sasa? Hapo nikauza mpaka natoka Arusha nakuja Dar, sijapata mkopo na nilichelewa chuo. Mkopo ushatoka na nini watu washapata. Lakini nikasema nitaenda, lazima niende Dar, lazima ndoto itimie. Kwa hiyo nikauza geto langu Dar Arusha. Nikabakisha godoro na gesi, kile kigesi kidogo. Basi nikavibeba nikaja Dar. Sasa wakati nakuja Dar, that time TX alikuwa yeye ndo kamaliza tulikuwa naye ndio Arusha, yeye alikuwa yuko Moshi, nilikuwa Arusha. Kumbe mmefahamiana toka Arusha muda sana. Nimemfahamu akiwa yuko chuo mwaka wa 2 kama sikosei. Nimemfahamu yuko kitu kama hicho. Ni mwanao muda mrefu. Muda. Sasa unajua kama mitandaoni tu mmekutana kwenye kazi. Yaani ni muda tunaanza from zero yani. Ni mwanangu hivi. Kwa hiyo sasa yeye alivyomaliza chuo kule ametulia kidogo, unajua ile unaenda kusikilizia sehemu. Akaja kusikilizia kwa mwanae mmoja alikuwepo yuko Ulongoni, Gongo la Mboto huko. Sasa mimi nataka kuja chuo
nishauza ghetto. Kibunda ninacho. Lakini nakujaje da? Yaani nani atanipokea da? Taenda ndio, utafika utafanyaje? Anoma wewe ingia. Tutachili kwa mshikaji, tutafanya manuva. Akamwambia mwanangu mimi nataka sempa kula siku moja tu. Akaniambia niko kwa mwanangu hapa. Nikafika kwa mwanae pale. Kwa hiyo nilishuka nakumbuka nishuka kilango. Nikachukua sasa kwenda Gongo la Mboto, sijui gari ziko wapi. Ikabidi nichukue bodaboda kutoka pale mpaka Gongo la Mboto. Na kwa kipindi hicho. Na godoro langu nyuma na gesi yangu imefungwa kwenye godoro mle. Yani popote nitakapopata, yani kikubwa nipate nyumba, nitalala, alafu maisha yataendelea, nitapika, nitakula. Masuala ya kwenda kula mgawani sitae. Swali zingatia pa kulala na chakula. Vyombo utakosa chombo. Ukosi bana. Yani chombo utendo ununua sufuria moja 2000 3000. Basi nikamlipa yule jamaa, nakumbuka aliniambia 15,000. Kamlipa tukaondoka. Tukaenda mpaka Ulongoni. Ndo ananipokea sasa mwanangu TX. Hapo yeye kashamaliza chuo kaja ana kama wiki sasa hapo da. Wiki au wiki mbili. Sasa mwenyeji kidogo. Alipeleka kwa hapo usiku kama saa 2 hivi saa 1 akanipeleka kwa mwanae mmoja. Kufika pale tukakuta wale wanae pia yule mwanae ana washikaji zake tena wengine. Kwa nafasi ni kama imebana kwa usiku huo. Kwa ikabidi tena amcheki. Kwa hiyo TX alikupa taarifa uende kwa mwanae, lakini hakuwa na uhakika kama kuna nafasi ya kulala. Alikuwa nayo, ila sasa kuna washikaji tena wengine walikuja tu. Na mimi tayari niko njiani na wamekuja ghafla. Hatari. Kwa hiyo tutafanyaje? Ikabidi sasa TX achekeche mchongo kwa yani huyo mshikaji. Alafu ana mshikaji wake tena mwingine ana ghetto pembeni. Kwa mimi nikaenda kulala kwa yule mshikaji kule na yeye. Kwa tukalala na yule mshikaji hao. Kalala kibingwa kabisa siku hiyo. Kesho yake asubuhi nikaenda chuo. Kwa sababu pale Ulongoni na chuo ni karibu. Nilifika pale, nikaangalia mazingira ya chuo yako fresh na nini nikapata dalali ambaye ni mwanafunzi pia pale chuo. Kwa hiyo akanitafutia nyumba. Pale jirani na chuo tu. Geti kubwa hapa. Gongo la Mboto. Gongo la Mboto, sikutaka kuchelewa. Kwa hiyo Kitita nishauza ghetto kule. Na kama $700. Na kama $700 nimekuja naye. Nimeuza ghetto langu Arusha lilikuwa kali sana. Kwa hiyo nikampa mshikaji, tukalipa kodi. Siku hiyo tukaenda tukafanya usafi. Hatukulala siku hiyo. Karudi tena kule. Karudi tena nikalala kwa mshikaji sasa kule. Kesho yake sasa ndo tukahamia. Kwa hiyo nikahamia mimi na nani? Na TX. Naelewa. Ndo tukaishi sasa hapo Gongo la Mboto. Tukaishi tumekula sana tambi kudadeki. Kwa tukaanza tukaishi pale, mimi naingia chuo, narudi ghetto. Ukiingia kwenye page yangu, utamkuta tulifanya clip zamani sana, utazikuta za zamani. Tulikuwa gawembamba mpaka tunatisha. Nimeona mmoja hivi. Sasa tukao tunapiga sasa that time TX haamini kwenye clip. Kwenye masuala ya hizi video. Yeye anaamini kwenye stand up tu. Anaamini stand up ndio inafanyaje? Mimi hapo nishafanya stand up kitambo. Yaani uwezo ukaleta stand up comedy Arusha na usiniite. Nishapata jina kabisa. Of course Arusha kule nishapata jina kwa stand up. Sasa uwezo ukaleta kule na hujaniita. Sasa mimi baada ya kuwa nimeyafanya pale nikagundua hela haipo kwenye huko. Kwa sababu ile ilikuwa ni kama kitu kipya, ni wabongo hawaelewi. Lakini nikaangalia kina Masanja wametoboa, kina Joto wanafanya video. Kwa nini tusifanye video? Kwa hiyo nikaanza tufanye. TX haamini kabisa. Yeye anaamini kwenye kuandika. Kwa muda wote utamkuta na daftari lake ghetto pale anaandika jokes tu. Jokes tokea sijui kuna show sehemu fulani anaenda kufanya. Ameenda. Basi ikaenda bana, mwisho wa siku mambo yakawa magumu. Yeye akarudi kwao Dodoma. Mimi nikakoma hapa siondoki hapa. Hapo sasa nikapataga issue moja. Nakumbuka ilikuwa ni 2019. Napataga issue moja, nikamtafutaga. Nilienda kufanya show Mikocheni, mimi na TX, washikaji wengi. Nilipotoka pale Lamata akakubali sana hiyo show. Nilipanda kama msukuma vile. Na before kabla tujaendelea hapo,
anangulisha nyuma kidogo. Wakati mnajitafuta huku na TX mpaka karudi Dodoma, situation gani ambayo mlipitia mpaka sasa hivi unaikumbuka unasema tulikula tambi? Tulikula tambi, yani tulikula tambi sana na dagaa mchele. Tulikula tambi. Dagaa mchele tu bila kuziunga na chochote. Yani tunapika msosi. Sasa mimi nilikuwa na tabia moja. Yani tukishapata mzigo, yani kama umepata laki 1,000, nani 10,000, 20,000, naenda tunachukua labda kilo 2 za unga. Kozi zinakuwa zimetulia tu ndani. Yes. Na sukari labda kilo 1. Alafu vingine hivi tutatafuta tu. Tukipata na mchele wetu kilo 2 tunaweka. Kwa hiyo hata kama tutahaso vipi tutafanya nini? Tukirudi ghetto tosi huko. Tunywe hata uji. Yaani umeelewa? Kama mwambia TX tunywe hata uji, yani tuzilale hivi. Yani mimi nachukia maisha ya kulala njaa kwa sababu nikiwa mdogo tumelala njaa sana. Kwa nayachukia yale maisha. In short nachukia maisha ya umaskini. So tunafanya vile. Sasa tukaanza kuwa tunapika tambi. Tukasema mbona kama chakula cha haraka ni tambi. Tambi kwa sababu kipindi hicho ilikuwa inauzwa buku 200 kama sikosei. Buku 200, afu ule mfuko ule tunakuja tunazikaanga tu, mafuta tulikuwa nayo. Yaani tulivyoingia ghetto ile mara ya kwanza, tununua kila kitu, mafuta mengi, kwa hiyo tuko full package. Mafuta unafika unatia, unaweka tambi, unatia mafuta, unakaanga, zinabadilisha rangi, unatia iliki mle, zinanukia fresh nini, na sukari kidogo, unakunywa na chai. Kwa sasa ikafikia hatua ndio ikawa maisha yetu. Tunaunga. Oya hapa tuna buku. Tunafanyaje? Mmoja anabaki anakoroga ugali, mmoja anakimbia Gongo la Mboto Center. Anachukua zake dagaa mchele wa buku. Tunakuja hapa dagaa vile vile. Papu unamangiana na ugali. Tumekula sana ghetto hiyo sana. Almost pale tumekaa miezi 6 kama sio 9. Miezi 6 nafikiri. Gongo la Mboto. Ndio mwisho wa siku mimi sasa ndo kanihama, sasa nikahamia Sinza. Hapo sasa ndo yeye akarudi. Kuna yani ile ups and down pale ilitokea, ni maisha magumu. So kugombana wala kufanyaje, ni maisha yalikuwa magumu. Yaani unaona kabisa hapa tumetoka. Watu kimbilie kwanza nyumbani. Hapa tutakufa. Kirudi maisha yaendelee. Mimi mwenyewe niliondoka. Yaani tuliondoka tukaacha ghetto. Nilianza mimi nikaenda. Tena ilikuwa 2020 nafikiri kipindi cha corona pale. Chuo kimefungwa, hakuna nini. Nilianza mimi. Nikakimbia Arusha. Sasa mimi Arusha napaonaga kama ndo yani sehemu yangu kwa sababu ni sehemu ambayo mimi nimehaswa sana, nimetumia nguvu sana kuliko hata nyumbani kwetu. Kwa nikarudi tena Arusha. Kumbuka pale kuna ofisi. Yule mshikaji alishaniambia ni wewe nenda uendako fanya. Kwa nikarudi Arusha. Nilikonda kinoma. Yaani mpaka nimefika watu wanasema, "Wewe fikiria nilitoka Arusha na kuja Dar nimekonda." Lakini nikarudi Dar kufika Arusha watu wanasema, "Huyu jamaa amekonda." Ndio hapo mtu unamkatisha tamaa ya kuja Dar es Salaam. Unaona na mimi niende huko. Of course, yaani Dar es Salaam ukifika lazima tu mwanzoni kama kweli umekuja kujitafuta, lazima mwanzoni utateseka na utakonda. Ila ukiweza kumaintain Dar es Salaam ni noma. Yaani lazima utatoboa tu. Kweli. Basi nikarudi kule Arusha, kaendelea kunyoa pale kidogo, ndo baadaye nikarudi Dar sasa. Nimenyoa pale, nimekusanya vichange nikarudi Dar. Mwenzangu naye baada ya muda akaniambia, mwanangu, mimi narudisha mpira wapi? Kwa golikipa. Na yeye naye akarudi Dar. Akarudi Dodoma. Dodoma kwa mimi baadaye nilivyorudi akaendelea kubaki Dodoma. Kwa pale ndo tukaanza sasa. Mimi nikaacha kufanya comedy sasa pale. Umeelewa? Yeye akaenda kule na yeye akaenda akafanya harakati zingine Dodoma. Mimi nikahamia kwenye ndoto yangu sasa ya nini? Ya movie. Nikaanza kuandika sasa movie sana hiyo 2021 pale nikaa nimejipata. Kuna vichange vikawa vinanipita baada ya kuwa nimeaso sana. Kuna vichange nikawa navipata. Kwa nikaanza kuandika movie, nikafungua kampuni kangu ka movie, nikaenda nikasajili, nikafanya nikaenda Basata nikajisajili mimi, nikapata kila kitu. Hapo nilijipata kweli. Hapo nilijipata. Nikaanza kutengeneza movie. Tengeneza movie kama 6 na tamthilia moja. Na nikaa sasa nikapata tena biashara nyingine. Nikaa naandika movie nauza. Naandika movie nauza. Kwa mtu akija na akipenda na muuza. Kwa biashara ikawa inaenda hivyo na nini nikajipata maisha yakaendelea. Nikatoka kabisa mimi mtandaoni. Yaani sitaki tena comedy, naona haikulipi. Ila huko kwenye movie naona kama kuna kitu. Kwenye movie nako nikaja nikapigwa na kitu kizito.
Nikafanyaga kazi, nilifanya movie moja nilitumia kama milioni 4. Ilikuwa ni demo na tamthilia hivi. Alafu nikapigwa. Yaani haisoi kunilipa tu. Yaani mtu tumekubaliana vizuri tufanye 1 2 3 1 2 3 afu mwisho wa siku migogoro ikatokea. Ile hela nakula hasara. Kona yenyewe nikachukia. Tena ukaamua? Nikaacha sasa, nikasema mimi kwa niishi maisha yangu. Kwa nikaacha sanaa kabisa. Nikaa nafanya mambo yangu. So baada ya kuacha sanaa ukaingia kwenye mishe gani? Harakati zangu tu mjini, yani nikaa nafanya harakati zangu. Kuingizia kipato. Za kuingizia tu kipato. Harakati zangu tu town. Nilikuwa nafanya mabiashara, mimi nilikuwa nafanya mabiashara na ndizi za hizi boda boda. Kwa nikaa namiliki maboda boda haya na bajaji. Kwa najua zinaniingizia kiasi changu. Maisha yanaenda. Baadaye nakumbuka ilikuwa 2022. 2022 mwezi wa 12 kama sikosei. Asa TX alikuwa anajua ninapokaa. Lakini hajaja muda. Mara ya mwisho alikuja ilikuwa ni Cheka tu wameanzisha ile nambia kuwasaka wale wakapatikana kinasi. Wale stand up comedian. Ndo mara ya mwisho yakuja. Kwa hiyo mimi nikaama pale nilipokuwa nakaa. Hapo sasa nimeshtukia kitu mpaka uwezi amini, hadi na simu sina. Yaani nimeacha hadi na simu, sitaki kutembea na simu. For sure nakwambia. Yaani hapo ni kama ulipitia situation ambayo ilikuathiri kwenye upande wa afya akili. Yaani unajua ile hela ile milioni 4 iliniuma sana. Nikaona sanaa itakuja kunipa hasara kubwa sana kwa kitu chochote. Kwa hiyo nikastaki mawasiliano na mtu yote wala na nini, nikaeka kwa mimi nikana kula tu maisha yangu sana. Yaani mimi ukinihitaji njoo nyumbani basi. Hata kwa simu sikitochi kwa natumia cha mawasiliano kawaida. Sina, yaani hata hicho kitochi sina. Simu nimeweka ndani. Kwa hiyo nitarudi nitaangalia nani anacheki basi. Na harakati zangu tu. Basi sasa nikaja siku moja nikatoa line kabisa. Malengo nivunje ili nianze upya. Nikaiweka pembeni. Kesho yake nakuja kuingia nakuta TX kanipigia sana. Alafu amenitumia message WhatsApp. Yaani kapiga picha geti nilipokuwa nakaa. Ananiambia nimekuja mpaka hapa, nimekutafuta sana. Nimekuja mpaka getini hapa. Sasa mimi mtandaoni sipo. Kumbe sasa kaondoka. Yaani unaona kafanya clip afu imeondoka. Zile sijui nimekushauri. Yaani ndo anaondoka sasa. Sasa anakuja kuniambia, "Oya bro, hapa nini? Tumefanya hichi. Bro, tufanyeje? Tusikate tamaa." Mimi nilishakata tamaa. Uko na mambo haya. Basi nikamcheki vipi? Nimekuja nimekutafuta sana na nini. Umeona? Kaambia nini? Tumeondoka bro, tumeondoka. That time anaanza sasa kufanya vile, alikuwa yuko Dodoma, anapost TikTok, ananiambia, "Hiyo vipi hiyo?" Kaambia, "Wewe piga umo." Basi. Unampa tu ushauri lakini sikuwa na ile mpango kwamba eti sijui nifanye comedy. Basi. So akaniambia tumeondoka, nikacheki kweli ameondoka. Insta. Kaambia hongera sana. Views wa kutosha. Simu zikaanza kuita, simu zinaanza kuita, mwisho wa siku akatoka Dodoma sasa akahamia huko. Hasa hapo ndo kidogo nikaanza kuamini kwamba inawezekana. Basi 2022 23 ndo sasa yeye ndo akawa toka yani sana moto. Akaleta wale wenzake wale kina Chadi kina Mishi nani basi. So ili group lingine ambao mnafanya nao kazi kila Chadi ambao wamesha mtumishi wote mmejiona nao? Mimi nimejiona nao kupitia TX. Okay. Ambavyo yeye alipoenda pia kule Dodoma ndo akawa amewajua. Kumbe umetoka nao Dodoma. Ni wa Dodoma. Akawa amewaleta sasa huko. Yaani kiufupi sisi wote tumepitia mgongo wake. Sababu licha ya kwamba mimi nilianza hata kabla yake sanaa na nini, lakini sikuwa watu wamenijua. Yeye alivyokuja kunishika mkono ndio mwisho wa siku nikafanyaje? Nikajulikana. Basi kaenda anafanya hivyo, lakini bado simuamini. Kumbuka nishapigwa. Mimi niliamini kwenye sanaa ukiwa na hela ndio unaweza ukafanikisha, lakini kumbe sio kweli. Kwa mimi nilitafute hela, nipate hela, nifanye sanaa kwa amani. Lakini nikaja nikaipata hela na bado haikunisaidia. Unaweza ukapata hela, una hela sana, unafanya sanaa lakini bado Watanzania wakuelewa. Ni kipaji na kupush consistency. Basi akaniambia tufanye 2020 tusimuamini bado. Nikaja na ile idea sasa ile ya mtu 2023 nikaona narudije sasa. Ndio nikaja na ile idea ya mtu
anakuongelesha unamwambia mimi sio Msukuma, mimi ni Mchaga lakini lafudhi ya Kisukuma. Lakini lafudhi ya Kisukuma. Umeelewa? Nikaona kama umeelewa ondoka. Siku moja bana akanifuata. Akaniambia bro, kuna kitu nataka tufanye. Ile idea ya uokozi alikuja nayo yeye. Okay. Akaniambia bro, kuna kitu nataka tufanye. Niambia, niambie. Hapo sasa baada ya kuwa ameondoka ni kama vile mimi alinitenga. Ana tabia hiyo. Yaani anakuacha kwanza, alafu anaangalia wapi akuweke. Okay. Sio kwa ubaya. Sio kwa ubaya. Yaani anakuwa anakufikiria wapi akuweke. Angekuwa ni kwa ubaya basi mimi angenipoteza kwa sababu kwanza ni muda, alafu mimi na yeye yani hatulingani kabisa. Alafu mimi pia nilikuwa kwenye mambo mengine ya maisha na nini, angeweza kusema huyu brother kwa nimwache endelee na maisha yake. Kweli. Basi. So akanifuata akaniambia bana, kuna idea nataka tufanye. Nikamwambia ipi? Akaniambia, akanionyesha kwanza kuna idea moja, akaniambia unaonaje hii? Nikaiona nikamwambia ni kali. Akaniambia sasa hii nataka tuifanye hivi. Tulianza sisi kimasiara sana. Akaniambia tuifanye. Akaniambia sawa. Inaonekana ina kitu. Na clip yenu ya kwanza kuifanya ikapata watazamaji wengi na engagement kubwa ilikuwa ni ipi? Sasa zote naweza ngasema zimeondoka, lakini ile ya mwanzo kabisa tulofanya ilipata engagement kubwa kulingana yani kutofautisha na zile ambazo za nyuma, idea zingine tulizokuwa tunazifanya. Na kile ndo kikatupa moyo kwamba kumbe hii inawezekana, hii watu wanaielewa. Kwa hiyo tulianza kwanza haikuwa hivyo. Yaani ilikuwa ni ya kawaida tu. Kwa clip ya kwanza kabisa ambayo tulifanya alikuwa yaani mwanamke kamtumia message nyingi sijui nini, mwingine kaja kamfunika macho. Akamwambia wewe nakujua. Unanijua mimi na nakujua wewe. Kwa mmoja kaja nikamchukua pale kama askari. Ndio ilikuwa clip ya kwanza. Watu wakaipenda sana. Akaniambia umeona imeondoka. Unazidi kupata moyo. Tuishi humo. Nikamwambia kidogo. Lakini before kuniletea hiyo story, alikuwa pia ananitengenezea mazingira ya watu. Yaani mimi 80% ya watu nilokutana nao ambao wananifahamu sasa hivi ambao ni watu wangu wa karibu. Yeye ndo alinitengenezea. Like umeona kwa mfano hapa nimekuja mimi kwenye interview. Sasa alichokuwa anakifanya akiitwa kwenye interview na wewe unaenda naye. Anaambia twende. Kwa hiyo mimi nakuwa nimekaa pale. Yaani hata kama kuna msanii asije hata siku moja akachanganyikiwa kwamba mimi mbona nikienda na blaza anaojiwa tu afu mimi hawanijui. No, wanakumark wale watu. Kwa mimi anaweza kaa anaojiwa hapa, mimi nimekaa hapa. Kwa namwangalia, sina noma yani. Yaani sina noma, naona safi. Yaani mimi mafanikio yake nilikuwa nayafurahia sana. Safi. Sababu nikikumbuka tambi tulizokuwa tunakula hatari. Hauwezi kumwekea roho mbaya. Kwa kumbe wale watu wakawa wanaendelea yaani unajua ile unafika huyu nani au madilisha bana mwanetu anafanya na yeye kazi. Yes, well. Kwa mtu anaweka kichwani TX akijaga anakuja na fulani. Kwa kuna wengine wanakuja unakutana nao wanasema madilisha vipi? Yes. Ukanijuaje wakati sija okay inawezekana si ulikuja na fulani. Yes. Wakanitengenezea ile kwanza. Alafu ndo akanileta sasa kwa watu. Kwenye mtandao kwenye ulimwengu wa teknolojia. Ndo akaniambia tufanye ile vibe. Tukafanya. Tulikuwa tunafanya zile clip zilikuwa zina dakika 11, dakika 8. Na tulikuwa tunashoot landscape. Lakini watu wanaangalia, yaani unakuta comment ziko 1000, alafu comment 100 zinazungumzia ile story mwanzo mpaka mwisho. Ni ngumu sana Instagram. Mtu afuatilie kitu cha dakika 8. Afu wafike watu 100 wanakifuatilia. Ni ngumu sana. Kwa tukaona hii mbona kama tumeiweza. Tukakomaa nayo. Kweli kanipeleka watu madirisha wakasahau jina ni gumu. Mwisho wa siku likawa la kawaida. Basi tukabadilisha tukasema tufanye sasa za Insta. Hapo kipindi hicho tulikuwa tunafanya kwa ajili ya YouTube. Ila tukienda kule zinaenda. Tunazirudisha Insta. Na zenyewe tunaona zinaenda. Sasa tuwape ladha ya Insta kabisa. Ndo zikaanza sasa zile skit fupi. Zile fupi za dakika 4, 3. Ndo zile. Sasa clip ambayo iliondoka sana kwenye hizi sasa hivi ambazo tulianzisha. Ile clip amefumaniwa. Alafu mimi nikaja nikaja na kamera. Okay.
action jamani, muda wote mlikuwa mmekaa tu nini. Haya, nakupa dakika 10 sasa, maliza. Tulikuwa tuna shoot, yani kama unamtetea. Namtetea. Ile ndio iliondoka sana kama uliona ile. Nimekuja nikamtetea, nimekuja kumuokoa, nimekuja na director na cameraman kwamba tuna shoot movie. Kwa hiyo tuliwaacha wawili humu ndani, ili shemeji asijue sasa. Tuliwaacha wawili humu ndani ili washuti kwa sababu wanaaibu sana watu wakiwepo. Tukasema washuti. Umeona? Kwa hiyo tukawa ile iliondoka sana. Okay. Kwa kiufupi safari yangu kwa haraka ni hiyo. Nilipitia tu vile changamoto lazima zipo, lakini sio changamoto kubwa. Eti za kutisha. Sikuwahi kutembea kwa mguu kuja Dar kama wengine wanavyokuja nasema anakuambia nilipanda roli. Sijui ni hapana kwa kweli. Nilipa nauli yangu vizuri, nikafika. Tena ulikuwa umeshajipata ukauza na ghetto. Na ghetto kabisa nikauza, nikaja na 700,000. Nikaja Dar, nikafika nikachukua ghetto. Tena ghetto letu lilikuwa ghetto kali. Unajua ile kichuo ukiwa na ghetto ambalo lina tiles alafu ni self. Yes. I mean ni master. Wewe nyama umemaliza. Ghetto letu sisi tulikuwa tunalita Philadelphia. Yaani Philadelphia ni mji huko Marekani huko wanakaa mabosi nini. Kwa ile ghetto sisi tulikuwa tunalita Philadelphia. Yaani ilikuwa ni ghetto ambalo limejipata. Yaani gesi yetu nini? Alafu vitu tumenunua vya kutosha. Lakini sasa vilivyokuja kuisha ndo tukapitia sasa changamoto. Kwa Philadelphia haipai. So kwenye kufanya kazi na TX, unajua kuna sawa mnaishi refresh kishikaji, mnashirikiana, kuna sometimes mnaweza mkapishana. Mmewahi kupishana naye kwa namna moja ama nyingine? Sina kumbukumbu. Especially kwenye upande wa kazi. Kwenye tuachane na masuala ya maisha huko. Kwenye upande wa kazi. Sina kumbukumbu kwenye kupishana upande wa kazi. Sina kumbukumbu kabisa. Kitu ambacho watu hawakijui. Mimi na yule jamaa kwanza alikuwa hata hajawahi hata siku moja hata kutamka neno lolote la tusi mbele yangu. Yaani anaweza wale wote anaweza wakawa wanapiga story. Unajua ile vijana mnapiga story unatoa tusi katika story tu, lakini mimi kama nipo hajawahi kutoa tusi kama nipo. Wewe na nani mkubwa? Mimi hapa. Okay, sawa, nakuheshimu sana. Hajawahi hata kupiga story tu au mimi nikipiga naye story. Na pili hatujawahi kukaa tupige story za kutaniana. Mbali na utani wote mnaofanya. Hapana. Hatukaagi tukakaa tupige story tunataniana. Yaani nitataniana na wale na yeye atataniana nao wale, lakini hata siku moja. Okay. Hatujawahi kabisa kukaa kupiga story za kutaniana. Sisi huwa ni serious tu. Yaani tukikutana kwanza mimi na yeye tunaongoza sana kukaa vikao vile vya kushauriana sana kuhusu kazi, kuhusu nini. Hata yeye akiwa na situation mbovu yoyote utamkuta yuko nyumbani kwangu. Anaweza akaja hata bila kuniambia. So ni mtu ambaye unamkuta tu yuko pale kwenye. Ukimwona tu yuko pale kwenye kocha ametulia na amekuja bila taarifa. Unajua kuna jambo ana situation anapitia. Kwa mtakaa mtaongea, tunaweza tukakata masaa mawili tunaongea, mwisho wa siku inaisha. Mimi mwenyewe niko na changamoto yote naona hapa nahitaji sio nampigia dogo 1 2 3 nini, tukutane tunapiga story. Lakini sio story za utani zile ambazo zinapitiliza sije mpaka hadi mnaanza kutoleana, yani mnataniana kwa matusi na nini. Hapana. Hakuna. Ila ukitukuta hivi unaweza ukasema hao jamaa wanataniana sana. Kwa sababu kuna muda mpaka tunaweza tukao tunacheka nini, lakini ni tunacheka zile story za kawaida. Kwa hiyo issue ya kuamba eti labda tuliwahi sina kumbukumbu kabisa kwenye issue ya kazi. Hapana. Last year mliingia kwenye category ya best duo kwenye comedians. Tuzo za comedian hapa nchini Tanzania. Na ni moja kati ya kundi mnafanya vizuri sana. It's kundi au ushirikiano, sijui naweza ushirikiano. Yes. Mafanikio kwa upande wa kazi zako, hizi comedy inalipa? Yeah, of course, lakini hailipi. Yani unajua mbongo ukimwambia hichi kitu kinalipa, anakuja na kichwa chake anajua kinalipa. Kwa hiyo hawezi yaani sana mtu akwambie biashara ya bodaboda inalipa. Lakini hajui kwamba kwenye bodaboda biashara hiyo kuna kuibiwa bodaboda, kuna kupata ajali, kuna kufanya nini, au biashara ya hii nini mnafanya hii. Nyinyi mnafanya nini? Nyinyi mko ni mtandaoni, si ndio? Online media, yes. Online media inalipa. Lakini hajui kumbe nikifungua online media
I have to pay sale kwa watu ambao wanafanya kazi, lakini pia ninunue vifaa, lakini pia kuna vifaa hivi ndivyo umeme vinaweza kulipia huko mambo ya kuna kulipa kusajili na nini kuna kodi. So inawezekana income, yani ile profit anayoipata huenda ni ndogo sana, lakini yeye analizika nayo, anakuambia inalipa. Sasa Mbongo kwa sababu kaambiwa inalipa, anakuja na yeye kichwa kwa sababu inalipa. Umeelewa? Lakini for sure comedy ama sanaa yoyote inalipa kama ukiipa muda. Yani biashara yoyote siku zote inalipa ukiipa muda. Kubali ikuoe. Yani kubali hicho kitu kikuoe. Kama unafanya comedy, kubali comedy ikuoe. Okay. Yani wewe usiipangie comedy sasa kwamba leo nataka nimepost hii, nataka leo iende. Iache yenyewe ndio ikupangie. Yani kama ambavyo tu mwanamke anaolewa mume wake ndio anampangia muda wa kurudi nyumbani, muda wa kufanya nini hivyo. Na yenyewe sanaa inataka hivyo hivyo. Okay. Ukifanya kazi ya sanaa, kubali ikuoe yenyewe. Yenyewe ndio itakupangia lini utatoka, lini utaanza kuingiza hela, lini utaanza kufanyaje kujulikana kwa watu. Comedy inalipa. Mimi kivyangu kuna mafanikio makubwa sana kwa sababu mimi baada ya kuwa watu wamenifahamu hao wachache, niliacha kufanya kazi zangu zote zile ambazo nilikuwa nafanya. Yani zile harakati zangu za kutafuta nini, sijui hizo biashara nini zote niliuza, niliona kama hazifai. Yani niliona kama hazifai, yani zinanisumbua tu. Naona huku nikiwekeza kuna kitu. Na from there nimekuwa nikiishi kupitia sana. Unaelewa? Yeah, nimeoa na watoto. Kwa hiyo maisha yanaenda kupitia hiyo. Lakini nina miaka mpaka na watu wanakuja kunijua. Nilikuwa na miaka 8. Nimeanza kufanya comedy. Watu wamenijua. Mtu akuone kwamba tu madirisha yametokea tu pap. Mimi nadhani watu wengi wamenijua kupitia mwaka 2024. 24, 25. Watu wamenijua wengi. Yeah. Lakini mpaka inafika 2024 nilikuwa na miaka 6 nimeanza kufanya comedy. Miaka 8. Sababu nimeanza 2016. Nimeanza kufanya comedy. Kwa hiyo yani kuna ka process. Yani ukitaka kufanya sanaa ipe muda na yenyewe ikupe muda. Yeah, kweli. Wapo watu tunatofautiana pia, riziki zinatofautiana. Wapo kuna mtu usiogope kwa sababu ya kwamba huyu kasema na miaka hii, mimi nitatoboa sasa. Yeah, kweli. Bahati. Kila mtu na bahati yake. Kuna mtu anaweza akatumia mwaka mmoja, kuna mtu miezi tu. Yeah. Unashangaa tu huyu hapa kaibuka kafanya kitu cha maana kimeenda, watu wamependa, mwisho wa siku kaondoka. Lakini kuna yule ambaye lazima ajipe muda. Mfano mimi nilikwambia, nimekupa story ya Lea Mwandamseke kwamba aliniinspire kuandika. Mpaka mimi nakuja kukutana na Lea Mwandamseke, sijui huyu ndo Lea Mwandamseke, namjua kama Lamata sasa. Yeah, mimi namtafuta, alafu niliyekutana naye, yani ni kama wewe ulikuwa unamtafuta Tito Mpenda Kabalamu, ukakutana na madirisha. Hujui kama madirisha ndo yeye. Kwa hiyo unapitia changamoto. Yeah. Lakini mimi nimemfahamu 2012. Sawa, lakini Lamata watu wamekuja kumjua vizuri juzi 2020. Almost miaka 10. Umeelewa? Kwa yule alijipa miaka 10 mpaka anakuja kuwa Lamata huyu wa sasa hivi. Kweli. Kahaso miaka 10 ambayo mimi nimemjua, inawezekana huko nyuma kuna mingine. Yeah. Lakini kuna miaka 10 kati. Kwa kuna muda ukijipa muda kwamba mimi nisiogope nifanye tu, inawezekana. Ila usikurupuke. Yes. Bana, niliona kwenye page yako bana last year katika kuingia kwenye masuala ya siasa. Na umenipa hapa historia kwamba ulikuwa ni mmoja kati ya watu ambao mnatumbuiza huko majukwaa ya CCM. Na ukaingia kwenye kugombea kiti cha udiwani. Ni kitu ambacho ulikuwa unatamani hasa muda mrefu kukifanya, kuingia kwenye siasa, ama unatamani baadaye pia baada ya kushindwa huku? Maana unapo umeandika kwamba wajumbe wajumbe walinifanya kitu kibaya. Yes. Unatamani labda baadaye pia uingie kwenye siasa? Of course. Au inakuwaje? Mimi ni mwanasiasa, niwe mkweli na nisipinge. Mimi ni mwanasiasa since nikiwa kadogo. Kwa sababu story ya siasa sikuigusia kwa sababu nilikuwa nagusa sana safari ya sanaa. Ya sanaa. Lakini story ya siasa sikugusa. 2015 niliwahi kuweka jina la udiwani. Umeelewa? Halo, sasa nilikuwa na mwalimu wangu wa siasa naye akaweka jina la udiwani. Kwa hiyo ikabidi mimi nitoke, nimwache mwalimu wangu wa siasa, sasa hivi ni marehemu
alikuwa anaitwa Mzee Reuben. Reuben Bwire akagombea udiwani. Kwa mimi nikatoka, ikabidi nimsupport yeye. Kwa nikawa namzungusha mwanzo mwisho mpaka anamaliza, ile hatukufanikiwa kupata udiwani kipindi hicho, akachukua mwingine. Lakini pia mimi nimeshiriki vikao vingi sana vya siasa. Na napenda sana siasa. Mimi nikikuta sehemu kuna issue yote inazungumziwa kuhusu siasa, lazima uchangie. Lazima nikae nisome, nifanye nini, 1 2 3 hivyo. Kwa mimi ni mwana siasa. Okay. Mimi nimeingia kwenye siasa 2010 rasmi. Nimeanza kupiga kura mimi 2010. Nimeanza kupiga kura. Na ndo nikapata na kadi yangu ya chama changu. Mimi ni mwanachama wa CCM. Yaani siwezi kupinga. Hata iko wazi. Mimi ni mwanachama wa CCM. Na mimi ni mwanasiasa. Napenda sana siasa. So nilipopata nafasi, nilikuwa bado na hilo wazo baada ya 2015 kushindwa. 2020 nilitaka niende, lakini nikaona amna, ngoja kwanza niive kwanza kidogo. Kwa hiyo 2025 nikaweka jina kule, na bahati nzuri jina langu lipali limerudi. Yalirudi majina 3. Kwa hiyo jina langu lipali limerudi. Nikaenda kule Bunda. Nikaenda kugombea udiwani. Na ninashukuru sikufanikiwa, lakini nimeacha kitu, kwa sababu hata wakati naondoka, taarifa nilizokuwa nikizipata walikuwa wao wanajivunia. Sasa kilichoniangusha mimi, unajua kule mimi sikai. Naweza nikakaa hata miaka 3 mpaka 5. Okay. Nikifika nafika siku 2, nimeondoka, uwezo ukazungukia. Kwa hiyo ilifika hatua mpaka hata nikifika pale watu wanajiuliza, haka kijana nikatumika wapi? Watu wanasema, wanamwambia huyu mtoto wa fulani, kwani mjui, mbona kasoma hapa? Hatumjui. Kuna wengine tena wanashangaa. Sasa kuna wengine ambao wananifahamu, najua huyu ndo yeye yule wa mtandaoni au huyu ni mwingine. Huko kuna mkanganyiko wa hivyo. Lakini nashukuru walikubali sera zangu, na niliondoka nikasikia nyuma, wakasema sera zilikuwa nzuri, wamekuelewa. Ila ni kwa sababu watu hawakujui. Unajua jamii ya kule watu hawawezi wakakupa hivi. Hata wanasiasa wote wanaoenda kule wanachokifanyaga, kwa mfano sasa hivi mimi mbunge wangu ni Kangi Rugola. Yule baada ya kuwa amekosa ubunge 2020 alispendi miaka 5 yote akiwa kule jimbo, ili wamfahamu, wamjue vizuri. Ndio hivyo. Kwa mwisho wa siku kapita kirahisi sana, unajua. Kashinda kule kirahisi sana. Kwa sababu hawa wanaona, unajua mbongo anapenda ile, huyu ni mwenzetu. Huyu mwenzetu. Kwa ukija tu kama mgeni hivyo, ngo nataka kutupiga. Lakini nashukuru walipenda sera zangu sana. Na mimi kitu ambacho nakiamini ni sera. Yaani uwezo wa kujieleza, uwezo wa kutamka vitu ambavyo una imani navyo kwamba utaweza kuvifanya. Unavitamka kwa ujasiri. So mimi natamani kukusikia, yani ulijisikia vipi baada ya kuona sasa hapa nimeshindwa? Kukata tamaa kweli, kuona hapa sitoendelea tena? Hapana. Of course nilijisikia vibaya, kwa sababu unajua kura zilikuwa zinahesabiwa, unaziona nini niko hapa, mbona nyingi zinaenda tu kule, mbona wakala wangu hashiki? Na ulipata ngapi? Nilipata kula ngapi? Nilipata kula 60 sijui. Kitu kama hicho. Alikuwa kufahamu. Kitu kama hicho. Alafu mshindi alikuwa na kula 300 na point. Yaani yule kile sio kibuti, ni kofi. Yaani alikupiga kofi la kofi kwamba wewe. So mimi nika. Lakini nilivyofika mwanzo nilijua kabisa sitashinda. Kwa sababu nilijua huko hawanijui. Kwa nilisema ni njia nzuri ya kujitangaza. Kwenye siasa uwezo kwa kurupuka tu. Kweli. Lakini wakati tunaendelea kufanya zile kampeni, nikaja nikagundua kumbe mbona kama nikikaza mzigo na uchukua. Inawezekana. Kwa hiyo basi nikakaza. Kilichoniangusha kiuhalisia ni hicho tu, kutokulijua, lakini nilijisikia vibaya sana siku hiyo. Sana. Pole. Next time. Na nikaondoka siku hiyo. Ukaona kufight tena. Nikaondoka siku hiyo. Sawa. Nikageuka. Tukiachana na hapo masuala ya siasa, tuzungumzie sasa masuala ya ndoa. Tunaelekea kumaliza podcast yetu. Sawa. Kwanza hongera. Asante. Naona pete kidole. Umeshafunga ndoa mwaka jana, tuliona. Ndoa imembadilisha vipi madirisha wa zamani na wa sasa hivi ambaye tunamuona sasa hivi?
Kwanza kabisa tu mavazi. Unajua ni kuoga sharobaro sana. Sasa hivi umeona kidogo navaa nguo kubwa kidogo, navaa sana vitambaa. Moja hiyo, lakini mbili muda wa unajua mimi nilikuwa nakula bata sana. Nilikuwa nakula bata mno. Yaani mimi nilikuwa naweza nikarudi nyumbani, kuna kipindi kabla sijaoa niliwahi kukaa nyumbani kwa wiki, na hisi nilikaa siku 2. Yaani nyumba kuna muda niligeuza kama kabati. Unaona tu una change shwa. Yaani kama unavyoingia kwenye kabati unabadili nguo, unatoka. Kwa hiyo nilikuwa naenda narudi saa 4 asubuhi au saa 6, nafika naoga, na change nguo, nachomoka. Sio kwamba nachomoka naenda kwenye kazi, naenda kwenye kula bata tu. Mimi napenda sana muziki wa bendi. Kwa mimi bendi yoyote ilipo, najua leo kuna bendi sehemu fulani, utanikuta. Yaani lazima utanikuta. Kwa nikawa na ratiba zile za bendi. Leo ni hapa, leo ni hapa, na nikifika kule kirudi narudi. Lakini sasa hivi siwezi. Kweli. Sasa hivi hata nikisimanishi kwamba eti ndo naenda nyumbani saa 1. Sasa hivi natoka nyumbani pia kwa kazi maalum. Leo kuna hiki natoka. Yaani sitoki tu ghafla. Kwanza picha linaanza nilivyooa tu nikahama Sinza. Kwa sababu niliona kabisa Sinza inanipoteza. Sehemu ya starehe. Sinza, unajua Sinza unaweza ukatoka nje asubuhi. Yaani nikamfikiria mke wangu anaweza akaniambia, "Mwanangu naomba unichukulie chumvi hapo dukani." Nikarudi nimelewa. Kweli. Ukaona bora uingie kidogo utarudi. Sinza nyumba 5 ya 6 ni grocery. Nyumba 5 ya 6 ni grocery. Kwa hiyo nikaona kabisa hapa nikaama. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa sana kuanzia mavazi, lakini pia tabia. Yaani pia yaani niseme tu muonekano kwa ujumla. So kwa yule kijana ambaye ama kuna mentality nasema kwamba kwenye ndoa ni kama unaenda kujifunga. Yaani kama ukimuoa shetani. Kwa hapo inategemea na mtu ambaye umeingia naye. Yaani ukiendekeza huo upumbavu wako kwamba huyu ndo nimempenda huyu. Kumbe ni shetani. Ndoa utaiona chungu, utakonda sana. Lakini ukikaa kichwa chako kikatulia, ukamuoa mwanamke ambaye ana akili timamu na unaona kabisa tunaendana, tunafanya hivi. Sawa. Mimi ninachowapinga tu, ambacho nawashauri watu wasifanye, usikutane na mtu miezi 6 unatangaza ndoa. Utakuja kulia kifo kibaya mno. Yaani utalia vibaya mno. Kaa na mtu mjue vizuri. Wewe una miezi 6 hata bado mnaogopana kuingia chooni, anakuambia bana mimi ushinio hapana. Wewe unataka kumuoa huyo? Subiri, yani wewe subiri. Kaa naye hata miaka 2, 1, yani mchunguzane vizuri, alafu tangaza ndoa, weka ndani, tulia, utapata baraka nyingi. Sawa. Bana, neno la mwisho kwa yule mtazamaji ama kwa yule shabiki ambaye anamfuatilia Madirisha. Lakini pia kwa yule kijana ambaye anatamani sana kuingia kwenye upande wa hizi yaani kuna kuwa sanaa, ujumbe gani hasa ambao nao? Mimi nawashauri tu wasikate tamaa. Mimi nilikata tamaa, lakini kuna mtu akaja akaninyanyua, nikaenda. Sometime pia tujitahidi sana kuwa na watu ambao ni watu sahihi kwetu. Yaani tusiwe na watu ambao wanatutegemea tu sisi, bali tuwe na watu pia ambao na sisi tunawategemea. Yaani tunategemeana. Ndio inaweza ikasaidia sana ukafika. Ila siamini sana kwenye kushikwa mkono. Unaamini hivyo? Na maanisha nini? Kuna mtu anataka ashikwe mkono kaanza jana. Mimi nakutana nao wengi sana. Naomba unishike mkono, naomba unishike mkono. Naomba unishike mkono, naomba unishike mkono. Ukimwangalia hana hata video moja, hana hata nini. Lakini sisi mpaka tunakuja kushikana mkono tulikuwa tushafanya, yani tushaanguka, tushainuka, tushaanguka. Kwa mimi naamini katika kufanya. Wafanye. Kuna siku kama na watu sahihi watakuja watamshika mkono. Au sisi wenyewe tu ambao tunaona kabisa huyu anafaa kushikwa mkono. Namnyanyua, naondoka. Huo ni upande wa sanaa. Upande pia kuna upande nyingi, kuna siasa. Unaamini kwenye siasa pia fanya. Mimi simpendi mtu anayeamini kwenye ajira. Kwamba mimi nafanya juu chini niajiriwe. Trust me.
mimi wakati nimeajiriwa nilikuwa napata hela ambayo nilikuwa naona napata hela nyingi sana. Lakini baada ya kuwa nimeingia kwenye sanaa, ile hela, yani hela ya mshahara mtu anaipata kwa siku moja. Yani siku moja tu anapata hiyo hela ya mshahara wa mtu. Unaelewa? Kweli. Mfano, hawa unaona kuna mtu anaposti mkataba na hela kubwa. Unakuta mwingine anakuambia mimi show nafanya kwa milioni 4, milioni 5. Milioni 4 ni mshahara wa mtu mkubwa sana sasa. Sana. Yaani ambao anakaa mpaka mwezi mzima ipate, lakini mtu anaipata ndani ya dakika 10. Kweli. Anaposimama kwenye stage. Kwa ni nini sasa? Amini unachokifanya. Usikimbilie ajira, usikimbilie nini. Wewe amini unachokifanya. Okay. Hata kama unauza maparachichi, uuza. Amini tutayapeleka China. Amini unachokifanya. Kwa siku tutayapeleka China. Na wenyewe wakapate kutoka kwetu. Bwana. Tutauza. Yes. Bwana Madirisha, asante sana. Unaelewa? Bado. Kwa nini? Bado. Nakusikitikia sana. Kaona nishauri niingie kwenye ndoa. Kwa nini amekuweka muda wote huo hajapoa? Bwana huyo ni Madirisha, and natumai umeweza kupata historia yake. Ameniuliza swali nitamjibu after, tukimaliza hapa, tukizima kamera. Unataka unijibu nje ya kamera? Yes, nje ya kamera. Hapa ataona ulivyojibu vibaya. Ulivyomkataa. Bwana, tumaini langu umeweza kupata historia nzuri, lakini pia umejifunza maisha ya Madirisha. Ulikuwa mfahamu, na dhani utakuwa umepata kitu, umemfahamu ni nani hasa. Umetuambia hapa anafahamika kwa jina la Tito, jina lake la kitambulisho cha taifa, ama jina lake ambayo wazazi wake wamempatia. Mimi naitwa Kathed, nikusihi tu endelea kufuatilia Bongo 5 Network, na hii ilikuwa ni The Journey. Endelea kufuatilia The Journey kila siku ya Jumamosi ili kuweza kupata story mbalimbali, lakini pia kujifunza na kuburudika kama